Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Tunasifu Bwana maana ametenda mema. Amen. Kuwa hai, kuona siku ya leo, kuwa vile ulivyo ni mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tuko na mengi ya kumshukuru. Tuko na mengi ametutendea. Yeye ni Mungu mwaminifu. Amen. Asante. So karibuni kwa ibada ya lunch hour ya siku ya leo. Bwana ambariki sana na amtende mema. Namkaribisha kwa ibada ya leo. Bwana amtende mema. Wale ambao wanatutazama wakiwa manyumbani, kama uko kazini, unaweza kuwa uko mahara unatutazama, karibu kwa ibada ya siku ya leo. Najua Bwana atatenda jambo jipya katika maisha yetu. Haleluya. Amen. Nataka tuende moja kwa moja kwa neno la Bwana. Najua tutaweza kubarikiwa. Nataka tukasome neno la Bwana katika kitabu ya Genesis chapter 26. Nataka tushiriki neno la Bwana Mwanzo 26. Genesis chapter 26. Tutaanza mstari wa kwanza. Mwanzo 26 tunaanza mstari wa kwanza. Nitasoma na Kiswahili. Biblia inasema, ikawa njaa katika nchi hiyo, bali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerai. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hii, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Twende pamoja tena kwa kitabu ya Luka mtakatifu, the Gospel according to Luke chapter 1. Luke chapter 1 and verse 45. Luke chapter 1 and verse 45. Nasoma, naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Narudia, heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru mchana wa leo. Asante kwa sababu ya kutuleta mezani mwako Baba wetu. Tunakuinua kwa sababu ya mkate ambao umewekelea mbele yetu Bwana. Tunapoumega tuomba Roho Mtakatifu tusaidie kuelewa, tufungue masikio yetu, tufungue macho yetu ya kiroho Bwana, ya kwamba tutaona kile ulikusudia. Jambo ulikusudia kutuambia Baba, tutalisikia. Asante kwa kila mmoja. Asante Baba wa rehema, pokea sifa katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Sema amen. Amen. Tunataka tukaweze kushiriki neno tumesoma. Najua Bwana wetu atatubariki, na kichwa cha ujumbe wangu ni kwamba for he will perform. Bwana asifiwe. For he will perform. Kwa sababu, kwa maana atatimiza. Bwana asifiwe. Kwa maana atatimiza. Hiyo ndio kichwa cha ujumbe wangu. Ujumbe Bwana ameweka katika moyo wangu mchana wa leo, na ndio nataka tukaweze kushiriki, na najua Pedro utabarikiwa kwa sababu Bwana anapoleta neno lake. Biblia inasema kwamba alituma neno na neno likawaponya. Neno Pedro linapokuja linakuja kutimiza makusudio yake. Basi siku ya leo Bwana anatuambia kwamba yatatimizwa yale Mungu aliyoahidi. Bwana asifiwe. Katika kitabu ya Luka mtakatifu tumeona Biblia inasema kwamba ni heri aliyesadiki, maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Blessed is the one who will believe.
for it there will be a performance. Bwana asifiwe. There shall be a performance. Pendo, ukiamini neno la Mungu, kuna kuwa na kutimizwa. Kuna kutimizwa kwa wale ambao wanalipokea neno la Bwana. Wanaamini kwamba kile Bwana amenena, hicho ndicho atafanya. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati Mungu wetu anatunenea, yeye ananena kile anajua kinawezekana. Ananena kile anajua kitafanyika katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, unapoamini kile Mungu amesema, Biblia inatuambia there shall be a performance. Kama Mungu amekwambia atakuinua mpendwa, ukiamini hilo neno, kuna kufanyika kwa hilo Bwana amesema katika maisha yako. Mpendwa, wale Wakristo wengi wamekosa kuliamini neno la Bwana. Wanakuja kanisani, wanasikiza neno la Bwana, wanasoma Biblia, lakini hawaliamini neno la Bwana. Na diposa unaona maisha yao inakaa vile miaka nenda miaka rudi. Mimi ombi langu mpendwa mchana wa leo ni kwamba wewe hautakaa vile ulikuwa jana. Kwa sababu Mungu analeta neno lake akatimize kile aliyokuahidi. Kile aliyosema analeta neno akalitimize. Bwana asifiwe. Pendo, aje nianze na kukwambia kuna mambo Mungu alisema. Haleluya. Tumesoma kitabu ya Mwanzo. Biblia inaongea kuhusu Isaka. Na Biblia inaanza inasema ya kwamba na katika nchi hiyo kulitokea kiangazi kama vile ilikuwa wakati wa baba yake Isaka. Bwana asifiwe. Haleluya. Kukawa na kiangazi. Mambo yakaonekana kama hayawezi kufanyika. Hali ikawa gumu mpendwa. Bwana asifiwe. Wakati ule ndio Mungu anataka atimize kile aliahidi. Maana mpendwa, ninataka nikuambie sisi mpendwa, Mungu kile ametuita afanye na sisi. Kile Mungu amekuita akafanya na maisha yako ni kutimiza kile alisema. Mungu alishapatiana ahadi. Bwana asifiwe. Usiseme Mungu hajakuongelesha upendwa. Usiseme hakuna kitu Mungu amekuahidi. Usiniambie kwamba hujasikia Mungu akisema kile atafanya na maisha yako. Leo nimekuja kukuambia kwamba Mungu aliahidi kile atafanya kukupitia wewe. Bwana asifiwe. Pendo, kuna mambo Mungu aliahidi. Hatungojei kupokea ahadi, bali tunangojea ahadi itimike katika maisha yetu. Nimekuja leo nikuambie, wewe unangojea kile Mungu alisema kitimike na maisha yako. Unangojea maneno Mungu alisema atafanya yafanyike kukupitia. Pendo, usiambiwe na mtu ya kwamba wewe Mungu hata kutumia. Maana kile Mungu aliahidi, Biblia inasema kitabu ya Numbers chapter 23 verse 19 ya kwamba Mungu si mwanadamu ya kwamba ataghairi. Haleluya. Akisema anatenda. Kile anaahidi anakitenda mpendwa. Kama Mungu aliahidi, lazima atatimiza kile alisema. Maana asifiwe. Pendo, kuna mambo mengi Mungu amesema kutuhusu. Amesema atafanya, lakini ni wakati wetu mkuu mpendwa akaweze kutimiza. Anatafuta, Biblia inasema kwamba yeye macho yake yanatembea hapa na pale, yakitamfuta mtu ambaye moyo wake umemwelekea Mungu, diposa yeye ajionyeshe mkuu. Mimi sijui kama mpendwa wewe utapatikana wa kutumika na Mungu kutimiza kile aliyesema. Bwana asifiwe. Haleluya. Pendo, lazima tuamke. Tujue kwamba mambo Mungu alisema katika hiki kizazi lazima yatimike. Bwana asifiwe. Yale Mungu aliahidi lazima yatimizwe katika hiki kizazi chetu. Biblia inasema wale wazee wa zamani walitazamia nyakati kama hii. Walitamani kuishi wakati kama huu. Mambo ambayo yatafanyika nyakati tulio ponyaji. Sijui kama kuna mtu ambaye ako tayari kutumika na Bwana. Sijui kama mpendo wewe uko tayari Bwana akaulete uponyaji, aonyeshe kile alisema, akili aliahidi kikatimike. Sijui mpendo wewe unaonaje, ama unaangalia mambo vile watu wa dunia wanaangalia, unasikia vile watu wanasema, ama wewe unatazamia, ama wewe unaamini kile Mungu alisema. Bwana asifiwe. Haleluya.
Macho ya Bwana yanatafuta mtu ambaye ako tayari, moyo ambao umejiweka sawa sawa, ajionyeshe mkuu. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Samueli, usishubuke, usimulilie Sauli tena, maana nimejipatia mtu ambaye moyo wake unanitafuta. Nimepata mtu ambaye nitatimiza kile nilisema. Maana sifiwe. Pendo, lazima tujue kizazi chetu ni kizazi cha kutimiza kile Mungu alisema, kile Abrahamu aliambiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna kutimizwa kwa kile Mungu aliyoahidi. Galatians chapter 3 verse 29. Haleluya. Galatians chapter 3 verse 29. Biblia inasema ya kwamba, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Abrahamu na warithi sawasawa na ahadi. Bwana sifiwe. Biblia inatuambia kama sisi ni wa Kristo, ama kama wewe umepokea Kristo, kama wewe umeokoka, kama wewe umekubali Kristo, Biblia inasema basi wewe ni mbegu ya Abrahamu. Bwana sifiwe. Na mrithi sawasawa na ahadi. Ahadi iliyopeanwa mpendwa, kile Mungu aliahidi Abrahamu, wewe ndio unastahili kurithi. Wewe ndio unastahili kupokea mambo ambayo Mungu alimwahidi Abrahamu. Huu ni wakati wa kupokea mpendwa. Wacha kungojea akupewa ahadi. Ahadi tayari mpendwa uko naye. Mungu ametoa ahadi, na ndiposa anasema ni heri wale ambao wanaamini, kwa sababu kuna kutimizwa. Bwana sifiwe. Haleluya. Kama wewe ni wa Kristo, Biblia inasema kwamba kama umempokea Kristo, wewe ni mbegu ya Abrahamu. Umeingia katika lineage ya kurithi. Wewe ni mrithi sawa sawa na ahadi. Bwana asifiwe. Pendo, shetani ametupogusha. Ile kitu tunafanya, tunaomba Mungu niahidi, nipatie ahadi, Mungu niongeleshe, nifanye nini? Tuko na shughuli nyingi katika maombi kutafuta ahadi mpendwa, lakini Biblia inasema tutakapompokea Kristo tumefanyika warithi sawa sawa na ile ahadi Mungu alipeana. Nimekuja mpendwa nikwambie leo ya kwamba wewe ni mrithi. Usijichukulie mtu ambaye si wa kurithi. Mtu asikwambie huwezi rithi, maana mpendwa hauna hiki ama kile. Mtu asikwambie hauwezi pokea kwa sababu hauna masomo. Asikwambie haujapokea maana huna hiki ama kile. Wewe tayari umefanyika mrithi sawa sawa na ahadi. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa Biblia inatuambia mahali tumesoma katika kitabu ya Mwanzo. Kitabu ya Mwanzo, Biblia inasema ya kwamba kukatokea kiangazi kama vile kulitokea wakati wa Ibrahimu. Bwana asifiwe. Haleluya. So Biblia inasema ikawa njaa katika nchi hiyo, bali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Abrahamu. Bwana asifiwe. Njaa ikatokea vile tu ilitokea siku ile. Pendo, kuna mambo inakuja kukudistract. Uone kama ya kwamba vile kulifanyika siku ile ndio kutafanyika siku ya leo. Shetani anakukumbusha, kuna mtu alikuwa mwombaji kama wewe na hajabarikiwa. Kuna mtu alikuwa na makaratasi kama yako na hajapata kazi. Kuna mtu alikuwa msomi kukuliko lakini hajapata kazi. Lakini leo nimekuja nikuambie shetani ni muongo, maana huu wakati ni wakati wa kupokea urithi. Bwana sifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati wa Isaka kiangazi ilitokea vile ilitokea wakati wa baba yake. Baba yake wa kiangazi ilipotokea alielekea Misri kutafuta msaada, na Biblia inasema ya kwamba kiangazi kilipotokea wakati wa Isaka alichukua safari kuelekea Misri kama vile baba yake alifanya. Bwana sifiwe. Pendo, nimekuja nikwambie siku ya leo, wacha kufanya vile walifanya. Wacha kufuatilia jia walifuatilia. Kama wao hawakufaulu, wakati wao uliisha. Wewe umekuja wakati wa kutimizwa. Wewe umekuja wakati ahadi inatimizwa na Mungu. Wakati Bwana anatafuta mtu ambaye atatimiza kile aliahidi Abrahamu. Bwana sifiwe. Haleluya. Usifanye vile walifanya. Pendo,
huu ni wakati ambao tuko na ahadi. Wakati ule mpendo wanaweza kuwa hakuwa na ahadi, lakini wakati huu tutatembea na ahadi. Hatugoji ahadi ipeanwe, lakini sisi tunatembea na ahadi. Biblia inasema sisi ni warithi sawa sawa na ahadi. Kwa hivyo kiangazi iwe ama hakuna kiangazi, wewe ni mrithi mpendwa. Nimekuja nikwambie kazi isiyo itakufanya urithi ahadi za Mungu. Mpendwa, watu wenu sio watakuridhisha ahadi ya Mungu. Tayari Mungu alikupatia ahadi. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba kiangazi kilipotokea, Isaka alijitayarisha kuelekea Misri. Lakini kile kitu hakujua ni kwamba yeye ako na ahadi. Ninataka nikuambie mpendwa, wakati wa leo unateseka, wakati wa leo hauna chakula, lakini kumbuka kitu kimoja, ya kwamba bado umebeba ahadi. Shetani akikwambia you are good for nothing, mwambie ni hivyo, lakini nimebeba ahadi. Mungu alisema kupitia mimi mataifa mengi watabarikiwa, kupitia mimi familia yangu itainuliwa. Kile chochote shetani anakuambia, mwambie niko na ahadi. Bwana asifiwe. Kuna watu wanasumbuka mpendwa, wako katika kiangazi, watu wa dunia wakiwaangalia wanasema wale ni watu hawana bahati. Watu wa dunia wakikuangalia mpendwa, wanasema biashara haiwezi inuka, wanasema wewe hauwezi saidika. Lakini mpendwa, nimekuja leo nikwambie, wewe wasikuchukulie vile waliona watu wengi wakianguka. Wewe ni mtu amebeba ahadi, unatembea katika hiyo hali ukiwa na ahadi mpendwa. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu anafuatilia neno lake akalitimize. Anataka kutimiza neno lake. Wewe si kama wao mpendwa. Wao wanaweza gojeka, wao wanaweza biashara zinaweza anguka, wanaweza kosa kazi mpendwa, lakini wewe ni mtu uko na ahadi. Mungu anafuatilia kile alisema akakitimiza na maisha yako. Leo nimekuja nikwambie mpendwa, wewe ni mtu Mungu anafuatilia akaweze kutimiza kile alisema. Bwana asifiwe. Haleluya. Pendo, usivujike moyo. Mtu asikuvuje moyo eti kwa sababu uendeshi gari kama ile anaendesha, eti kwa sababu ufanyi biashara ile yako naye, eti kwa sababu huna cheo kama chake. Mwambie ni wakati huu, lakini Mungu anakuja kutimiza. Anasema ni heri wale ambao wanasadiki, maana hao kuna kutimizwa kwa kile Mungu alisema. Kama Mungu mpendwa, unajua alisema, kama kuna ahadi alipeana, kuna kutimiza kile alisema mpendwa. Wewe kile unahitaji ni kusadiki. Unahitaji kuamini mpendwa tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Yesu alipoenda kwa nyumba ya Martha, akakuta ndugu yake amekufa na amezikwa. Akakuta yule rafiki yake Lazaro amekufa na amezikwa. Haleluya. Martha akakuja akaambia Yesu, ungekuwa hapa najua ndugu yangu angekufa. Akamwambia, si nilikwambia ukiamini utaona utukufu wa Bwana. Mpendwa, kile tunahitaji si kupata pesa ama kupata hiki, ni kuamini neno la Bwana, ni kushikilia kile Mungu alisema. Ukiamini mpendwa, utaona utukufu wa Bwana katika maisha yako. Haijalishi mambo unapitia, haijalishi hali vile ilivyo, lakini leo nimekuja nikwambie, wahitaji kuamini tu, uone Mungu akifanya mambo makubwa. Kama alisema utafanya biashara kimataifa, hauhitaji kuwa na watu wa kukusaidia, hauhitaji kupata msaada mpendwa, wahitaji kuamini tu na uone ukuu wa Bwana. Bwana asifiwe. Alimwambia Martha ya kwamba ukiamini tu utauona ukuu wa Mungu. Ninaomba mpendwa ya kwamba utaamini, utalisadiki neno la Bwana, maana kuna kutimizwa. Neno la Bwana mpendwa halitimizwi kwa sababu mpendwa unakuja kanisani, halitimizwi kwa sababu wewe ni Mkristo, inatimizwa kwa wale wanasadiki. Naomba mpendwa Mungu akupatie neema ulisadiki hilo Bwana amesema. Kama alisema atakubariki, kama alisema atakuinua, kama alisema mpendwa hutakopa bali utakopesha mataifa, lisadiki neno lake, na kuna kutimizwa kwa wale ambao wanalisadiki. Bwana sifiwe. Biblia inasema ya kwamba Isaka akaona kiangazi vile kilionekana, na akapanga kwenda katika nchi ya Misri.
vile wengine walienda. Pendwa, hatutafuata njia watu walifuata. Wao walifuata hiyo wakaaguka, lakini sisi tuko na ahadi. Tunajua kwamba Bwana anatimiza. Bwana asifiwe. Biblia inasema Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia, kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, maana nitakifanya imara kiapo niliyowaapia Ibrahimu baba yako. Bwana asifiwe. Mungu mpendwa alipotokea Isaka, hakumwambia nitakubariki maana wewe umekuwa mzuri, nitakubariki kwa sababu wewe uko na pesa ama uko na hivi ama hivi. Biblia inasema akamwambia usishuke kwenda Misri, kaa katika hii nchi, nitakubariki hapa maana niko pamoja na wewe. Lakini kusudi ya kukubariki ni kwamba nataka kufanya imara kile niliapia baba yako. Pendwa, kuna kitu Mungu aliapia mababa zetu. Kuna kitu Mungu alimwapia Ibrahimu, akasema mpendwa, atabariki mbegu yake, atabariki uzao wake. Wewe kama mpokea Kristo, Biblia inasema wewe ni uzao wa Abrahamu, ya kwamba wewe ni mrithi sawasawa na agano. Bwana asifiwe. Haleluya. Pendwa, tunabarikiwa kwa sababu ya ahadi Mungu alitoa, kwa sababu ya kuapa Mungu aliapa. Alimwambia Abrahamu nitakubariki, alimwambia Abrahamu nitalifanya jina lako liwe kuu, lijulikane zaidi. Ninakuja nikuambia mpendwa, hautajulikana kibiashara kwa sababu uko na ujuzi wa kufanya biashara, hautajulikana kwa sababu wewe una pesa zaidi, lakini utajulikana kwa sababu kuna ahadi iliwekwa. Mungu anataka kufanya kiapo imara. Bwana asifiwe. Haleluya. Pendwa, usijali na kile unapitia, maadamu tu unabeba ahadi, maadamu kuna ahadi ilitolewa, maadamu umekuwa mrithi sawasawa na ahadi, usikufe moyo, maana kuna kutimizwa. Haleluya. Mungu anataka kuweka imara kile aliahidi mababa zetu. Bwana asifiwe. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Kumbukumbu la Torati 8:18. Nataka niharakishe kwa sababu ya wakati. Biblia inasema kwamba bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowaapia baba zako kama hivi leo. Bwana asifiwe. Mpendwa, Mungu ako na shughuli. Ile shughuli Mungu ako naye kubwa, ile kazi Mungu ako naye kubwa ni kufanya imara agano aliyowaapia baba zetu. Mpendwa, Mungu ana bidii, anafanya juhudi zote akafanya agano imara. Bwana asifiwe. Hiyo ndio shughuli Mungu anafanya zaidi. Naomba mpendwa, wewe utapatikana ya kwamba Mungu atakupatia uwezo ya kutengeneza utajiri, ili Mungu apate mtu anaweza fanya imara agano kupitia yeye, kwa sababu Mungu anataka kufanya agano imara. Anataka kudhibitisha kile aliahidi, anataka kupiga muhuri kile aliyemwahidi Abrahamu. Pendwa, akikuinua wakati unapata nguvu ya kupata utajiri, wakati unatajirika mpendwa, hautajiriki kwa sababu yako. Unapotajirika ni kwa sababu Mungu anapiga muhuri agano aliagana na baba zetu. Pendwa, ninaomba ya kwamba Mungu atakupata wewe, ya kwamba uko tayari, ya kwamba utasadiki neno lake, ndiposa akupatie uwezo wa kupata utajiri, alifanye agano. Bwana asifiwe. Pendwa, kizazi hiki Mungu anakosa watu wa kutumia kufanya imara agano aliyoapia baba zetu. Hii si wakati pendwa wa kutafuta ahadi tayari Mungu anatafuta ni nani atatimiza hizo ahadi kumpitia. Mungu anatafuta atajionyesha mkuu kupitia nani, ndiposa akaweze kuweka imara. Na Biblia inatuambia ni heri yule ambaye anasadiki, maana kwake kuna kutimizwa.
Bwana asifiwe. There is performance ya kile Mungu aliyesema. Kuna kutimizwa kwa ahadi za Mungu. Haleluya. So Biblia inasema ya kwamba Isaka Mungu akamwambia, kaa katika nchi uliko, maana nataka kulifanya imara agano niliyoahidi baba zenu. Pendo, nataka nikwambie siku ya leo ninapomaliza ya kwamba Mungu anataka kulifanya imara agano. Usijali na mambo ambayo yanatokea, usijali na mambo ambayo unapitia hayo mambo, lakini kuna ahadi ambayo uko naye na Mungu anataka kujionyesha mkuu kukupitia. Bwana sifiwe. Haleluya. Tunapomalizia mpendo, Zaburi Psalms chapter 37 tunapomalizia Biblia inasema ya kwamba umtumainie Bwana ukatende mema, ukae katika nchi upete nifu, nawe ukabidhi Bwana njia yako, pia umtumainie naye atafanya. Bwana sifiwe. Nataka tukaweze kumaliza na hii andiko. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 3, trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Bwana sifiwe. Biblia inasema trust in the Lord. Kama mpendwa, unataka kuona Mungu akitimiza kile aliapia baba zetu kukupitia, lazima utumainie Bwana, lazima uamini Bwana, utegemee Bwana peke yake. Bwana sifiwe. Watu wa dunia wanatumainia vitu ya dunia, wanatumainia pesa, lakini leo mpendwa, nimekuja nikwambie mtumainie Bwana, mtegemee Bwana mpendwa, na atadhibitisha kile aliahidi. Biblia inasema mtumainie Bwana kwa moyo wako wote. Bwana sifiwe. Mpendwa, katika hiyo hali wacha usikue distracted, wacha mpendwa usivutwe kuelekea Misri. Tumainia Bwana katika hiyo hali, katika mambo unapitia, mtegemee Bwana, mtazamie Bwana mpendwa, na atatimiza kile aliahidi kukupitia. Bwana sifiwe. Lazima mpendwa tuwe watu wa kutumainia Bwana, kuamini kwamba kile Mungu alisema kitatimia. Biblia inasema trust in the Lord and do good. Tumainia Bwana. Mpendwa, wacha kutumainia wanadamu, wacha kutegemea kazi yako, wacha kutegemea vitu vyako, tegemea Bwana. Yeye ndiye anaweza fanya imara agano aliyoahidi baba zetu. Bwana sifiwe. Jambo lingine Bwana, Biblia inasema delight thyself in the Lord and he shall give thee the desire of thy heart. Biblia inasema jifurahishe katika Bwana. Bwana sifiwe. Delight thyself in thy Lord. Pendwa, jifurahishe katika mambo ya Mungu, jifurahishe katika njia za Bwana, jifurahishe mpendwa, fanya vile neno linasema. Bwana sifiwe. Kama neno linasema ukamtumainie Bwana, fanya hivyo, maana Biblia inasema utapewa matarajio ya moyo wako. Mpendwa, watu wengi wamekosa kujifurahisha katika Bwana. Wanajifurahisha katika mambo ya dunia, wanajifurahisha katika pesa, wanajifurahisha katika marafiki. Lakini mpendwa, jifurahishe katika Bwana, nawe atatimiza makusudio ya moyo wako. Haleluya. Kama tutaona Mungu akitimiza ahadi, kama atatimiza ahadi aliyoahidi baba zetu mpendwa, lazima we delight in the Lord
lazima tujifurahishe katika Bwana. Lazima tutamani kuenenda katika njia za Mungu. Lazima tuachane na njia za dunia. Lazima tuachane na dhambi mpendwa. Inaweza kuwa mpendwa, mambo ni mazuri wakati unahogana. Inaweza kuwa kuna watu waliongana wakafaulu, lakini jifurahishe katika njia za Bwana, kwa sababu kuna kutimizwa kwa matarajio ya moyo wako. Kuna kutimizwa kwa ahadi za Bwana katika maisha yako. Bwana sifiwe. Jifurahishe katika Bwana. Delight thyself in thy Lord. Hallelujah. Jambo la mwisho mpendo utafanya, Biblia inasema commit thy ways. Commit thy ways unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Bwana sifiwe. Commit thy ways unto the Lord. Peana njia zako kwa Bwana. Pendo, mimi sijui unapeanaga njia zako kwa nani. Sijui mpendwa, njia zako unazipatiana kwa nani, lakini Biblia inasema kama mpendwa, Mungu atadhibitisha njia zako, lazima umpatie njia zako. Lazima upatiane mipango yako kwa Mungu. Lazima uwakilishe njia zako kwa Mungu mpendwa, ndiposa akadhibitishe. Mpendwa, usipowakilisha njia zako, usipopeana matarajio yako kwa Bwana, mambo yako mpendwa yanaweza yasifaulu. Unaweza usione Mungu akitimiza ahadi kukupitia, kwa sababu yeye anataka achukue njia zako. Maana anajua kile aliahidi baba zetu. Anajua njia unastahili kupitia, ndiposa ukaweze kutimiza kile aliahidi mababa zetu. Yeye ndiye anajua mahali baraka ziko. Yeye ndiye anajua kile aliyokuahidi mpendwa. Mungu ndiye anajua mpendwa. Weka njia zako kwake. Wacha kuweka njia zako kwa watu. Watu hata kusaidia mpendwa. Watu wanakusaidia kwa muda mfupi, lakini Mungu anakupeleka katika hatima yako. Bwana sifiwe. Commit thy ways unto the Lord, naye atadhibitisha njia zako. Ninaomba mpendwa, utaanza kuweka njia zako kwa Bwana. Utaweza kumpatia Bwana mikakati yako mpendwa. Unapoanza biashara, ipeane kwa Bwana mpendwa. Wacha kuipeana kwa watu wa dunia. Wacha kupeana kwa shauku, kuona kwa sababu inafanya wengine wanafanya hiyo biashara inafaulu. Wacha kuona kama itafaulu. Ipeane biashara yako kwa Bwana. Akilisha matarajio, mipango yako yote kwa Bwana, nawe atadhibitisha njia zako. Watu wengi wameanza biashara lakini hazikufaulu. Maana walianzisha, maana walikuwa na capital. Walianzisha maana marafiki zao walianzisha hiyo biashara na wakafaulu. Lakini mpendo, wale wanaweka njia zao kwa Bwana, Biblia inasema anadhibitisha njia zao. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inatuambia kama mpendo unataka kuona njia zako zikidhibitishwa, ziweke njia zako kwa Bwana. Peana njia zako kwa Bwana mpendwa, maana kuna kutimizwa kwa kile Mungu alisema. Haleluya. Pendwa, kuna kutimizwa kwa mambo ambayo Mungu alisema. Wewe mpendwa, usione kama Mungu amekuachilia ili hali anataka tu usadiki. Anataka uweke njia zako kwa Bwana. Anataka you commit your ways to the Lord. Uweke njia zako kwake, ndiposa anapofanya hilo jambo usiseme ni wewe ulifanya, lakini utaona yeye ndiye alifanya. Bwana sifiwe. Commit your ways to the Lord. Bwana sifiwe. And he will establish your ways. Hallelujah. Maana tunataka mpendwa, njia zetu zikadhibitishwe. Tunataka tuone ahadi ya Mungu ikitimika katika maisha yetu. Tunataka tuone unabii ukitimika. Mambo Mungu amesema katika maisha yetu yakitimika mpendwa. Ninataka nikwambie, kama vile Isaka aliambiwa amtumainie Bwana katika ile nchi, akamtegemee Mungu katika ile nchi mpendwa. Nataka umtegemee Bwana katika mambo unafanya. Hakuna biashara Mungu hawezi inua. Hakuna kazi Mungu hawezi inua. Hakuna mahali Mungu hawezi fika. Hakuna kitu Mungu hawezi tumia mpendwa kufanya neno lake litimie.
ikuinue. Anaweza tumia hiyo biashara unafanya, anaweza tumia hiyo kazi mpendwa, hiyo familia mpendwa, Mungu anaweza itumia kuonyesha utukufu wake. Mtumainie Bwana katika mahali ulipo. Leo nimekuja niambie mtu mpendwa, hapo ndio Mungu ametazamia kukubariki. Usiende Misri mpendwa, usiende kutafuta Mungu duniani, usiende kutafuta Mungu mahali pengine. Hapo amekuweka, hapo ndio atakuinulia. Kile amekupea, hiyo ndio atatumia mpendwa. Anaweza tumia hiyo biashara. Tumeona watu mpendwa walikuwa wanafanya biashara dogo, lakini Mungu akazifanya za kimataifa. Tumeona watu walikuwa na vio vya chini, lakini akawainua akawapatia vio vya juu. Hata wewe mpendwa, Mungu anaweza kukutumia. Mtumainie Bwana, lisadiki neno la Bwana, na atadhibitisha, atazitimiza njia zako. Bwana sifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Bwana mpendwa, mchana wa leo nataka mpendwa uziweke njia zako kwa Bwana. Zile njia ulikuwa umeziweka kwa wanadamu, ulikuwa umeanza kutazamia wanadamu ati kwamba watakusaidia, ulikuwa umetumainia watu wenu ya kwamba watakusaidia kupata kazi. Ninakuomba kuanzia leo uanze kumwangalia Bwana. Weka mipango yako kwa Bwana na atadhibitisha njia zako. Haleluya. Nataka usimame na miguu yako. Nikupatie dakika moja mpendwa, uziweke njia zako kwa Bwana. Umtumainie Bwana, mwambie Bwana ninakutazamia, mwambie Bwana ninakutumainia katika hii kiangazi. Ninajua mpendwa niko na ahadi. Muongeleshe mpendwa kwa dakika moja, mwambie Mungu nimebeba ahadi, naomba ukaitimize. Hakuna jambo haliwezekani kwako, unaweza fanya mambo yote. Biblia inasema kwamba mambo ambayo mwanadamu hawezi, Mungu wetu anaweza. Nimekuja mpendwa nikwambie, anaweza kukuinua mpendwa, anaweza kukupatia biashara, anaweza kukutendea mema, anaweza kukuponya mpendwa. Hiyo familia yaweza simama kwa sababu yeye anatenda mambo makubwa. Kama madaktari wameshindwa, Mungu wetu anaweza. Mtumainie mpendwa, wacha kutumainia serikali, wacha kutumainia msaada, tumainia Bwana. Jifurahishe kwa Bwana mpendwa, naye atadhibitisha njia zako. Lisadiki neno lake, ndiposa akatimize, ndiposa akafanya agano imara kukupitia. Wewe ndio Mungu amechagua mpendwa. Haijalishi mambo unapitia, mwambie Bwana niko hapa, mwambie Bwana nitumie, mwambie fanya kile ulikusudia, mwambie Bwana najiachilia kwako. Baba wa rehema, katika jina la Yesu, mchana wa leo tunajiachilia mikononi mwako. Lifanye imara agano kutupitia kile uliahidi mababa zetu. Bwana tuko tayari, twaweka njia zetu kwako, twajifurahisha kwako Bwana, twalisadiki neno lako, ndiposa ukatimize kile uliahidi baba zetu. Ulisema Baba wetu Bwana, kupitia sisi mataifa mengi yatabarikiwa. Ulisema jina letu litakuwa kuu. Ulisema Mungu wa amani, yoyote atatulaani amelaaniwa. Baba wetu, tuomba hii ahadi itimie katika maisha yetu, kwa sababu wewe unatafuta mahali utatimiza kile uliahidia baba zetu. Asante Baba wa rehema, ninakuinua mchana wa leo, nakabidhi wapendwa mikononi. Ninaomba Bwana kwa mambo wanapitia, ninasema hii jambo si ya kuwafanya warudi Misri, hii jambo si ya kufanya warudi nyuma, hii jambo si ya kufanya watumainia wanadamu. Hiki kiangazi kimekuja wewe ukajionyeshe mkuu. Ninasema mpendo, kupitia hili jambo Mungu wewe utaonekana, ahadi zako zitatimia. Naombea huu mpendwa, namwombea neema, namwombea uwezo wa kukutumainia zaidi, wa kukungojea zaidi, ndiposa uifanye agano lako imara. Asante Baba wetu, naombea hiyo biashara, naombea hiyo familia, naombea Bwana hiyo kazi. Nasema kupitia hii ndio wewe utafanya imara agano ulioahidia baba zetu, maana wewe ni mwaminifu. Asante mchana wa leo, twakuinua na kukutukuza, maana kupitia huu mpendwa unaenda kuleta uponyaji na kufanya ahadi yako imara katika maisha ya mpendwa. Bwana, pokea sifa Mungu wa rehema. Tunakuinua na kukutukuza. Tunapotoa matoleo yetu Baba wa rehema, yapokee na ukatubariki. Tunapoachana, tunapoelekea shughuli zetu Baba wa rehema, tuomba neema yako na fadhili zako zitufuate. Tusaidie ya kwamba tutakuwa tayari kutumika kama chombo cha kutimiza ahadi yako. Pokea sifa
Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Bwana abariki wapendwa. Mungu anataka kututumia akafanye imara agano. Mtumainie Bwana naye atadhibitisha njia zako. Haleluya. God bless you much. Mbariki sana na mtende mema kwa sababu ya kuweza kuja katika nyumba ya Bwana na kuweza kulipokea neno la Bwana. So God bless you so much. Wale wako nyumbani, Bwana ambariki na mtende mema. Mnaposadiki neno la Bwana akalifanya agano lake imara. Tutasema neema, alafu tutatoa sadaka zetu. Wale wako nyumbani, unaweza tumia akaunti yetu ambayo tutaweka hapo kwa platform. Unaweza tumia hiyo account kutoa sadaka yako, kutoa fungu lako la 10 na kumwabudu Bwana na mali zako, maana yeye anataka kulifanya agano imara kukupitia. Wale tuko hapa, baada ya kusema neema, tutaweka sadaka yetu pale na Bwana atatubariki. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Shalom. God bless you. Na mtende mema. Tunaporudi tujue Mungu anataka kulifanya agano lake imara na maisha yetu. God bless you so much. Tutaweka sadaka hapa.